Kwa sababu hiyo alilitimiza lile jukumu ambalo kwa ajili ya hilo alizaliwa. Alizaliwa ili awaokoe watu wake na dhambi zao. Bwana asifiwe. Ndio maana sasa hitimisho la kazi ya Yesu linahusishwa na wokovu kamili wa maisha ya mwanadamu. Ndio maana mwanadamu, hata kama ungesherekeaje Krismasi kama hii, kama hujahitimisha katika kuokolewa, kama dhambi zako hazijachukuliwa, dhambi zako hazijaondolewa, bado wewe unatumikia uzao wa nyoka. Bado wewe ni wa asili ya uzao wa nyoka ndani yako, mpaka pale ambapo utatubu dhambi zako na utaokolewa. Ndio maana kusema tu ni Mkristo haitoshi, ila pale unapokuwa umeokoka. Haleluya. Kwa sababu kusudi la Yesu kuzaliwa ni ili alete wokovu kwenye maisha ya watu. Sasa kama kazi hiyo haijafanyika, sasa maana yake kazi ya Yesu Kristo ndani ya mtu haijakamilika. Haijakamilika. Kwa nini? Kwa sababu utimilifu wa kazi ya Yesu Kristo ndani yake ni wokovu. Amen. Ndio maana Warumi sura ya 10, Rumi sura ya 10 mstari wa 9 utaona, na wa 10. Tafadhali mtu anaweza kunisomea Warumi sura ya 10 utaona. Warumi 9:10. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba. Warumi 10:9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, yes, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Utaokoka. Kwa hiyo kamilisho la hitimisho la imani juu ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo lazima lihitimishwe na kitu kinachoitwa wokovu. Amen. Kwa maana, hebu rudia tena. Kwa maana, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ndio ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Utaokoka. Haleluya. Kwa kama mtu anasherekea Krismasi, si dhambi kujumuika na wengine, kufurahia na wengine, lakini kama anasherekea Krismasi na hana wokovu ndani yake, hana wokovu ndani ya maisha yake, hajaamini kuokolewa, ni kumaanisha kwamba bado pia hajaamini kwa Yesu amezaliwa. Amen. Kuna tofauti ya kusherekea na kuamini. Unaweza kusherekea usiamini. Sawa sawa, Si lazima uamini ndio usherekee. Wengi wanasherekea hawajaamini. Ndio maana kuna mtu anasherekea kwa namna tofauti. Mwingine anasherekea akiwa amelewa, mwingine anasherekea akiwa anaiba, lakini anakuambia anasherekea Krismasi. Sasa huyo huwezi kusema anaamini kwake huyo kwamba hata Bwana wetu Yesu Kristo hajamwamini kwa alizaliwa, ila anasherekea tu kama burudani fulani. Wewe tunaposherekea sasa Krismasi au kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, si swala la tarehe za kuzaliwa. Watu wengi wanapambania sana, unakuta wana mijadala la kubishana, ni kweli alizaliwa tarehe 25 kama hivi,
mwezi wa 12 au ni tarehe gani au ni mwezi gani. Yaani swala hasa muhimu ni alizaliwa. Amen. Swala muhimu alizaliwa. Swala muhimu ni alizaliwa. Mimi nilizaliwa tarehe 11 mwezi wa 11. Mimi nilizaliwa tarehe 11 mwezi wa 11. Lakini wakati wa kuandika nilisahau tarehe ya tarehe 11 wakati tunaandikisha, tuna register NIDA. Nika register tarehe 12 mwezi wa 11. Sawa Sasa wakati nimeshamaliza nikamrudia mzee wangu. Kaambia bwana, hii tarehe nimesahau. Akanambia wewe ni tarehe 11 mwezi wa 11. Bahati nzuri mzee wangu anashikaga tarehe za watoto wake. Nikaambia sasa nishaandika, nataka kurudi sasa. Malaika akawaonya kwamba msirudie hiyo njia. Msiende tena kwa Herode kumwambia juu ya habari ya mtoto. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anajua hila ya Herode. Kwa maana Herode ndio nyoka mwenyewe. Amen. Baada ya kufanya hivyo, Herode akakasirishwa sana na tendo hilo, kwamba kwa nini hawa watu wamenidharau, hawajaja kuniambia huyo mtoto amezaliwa. Kwa ikatolewa amri ya kuuawa kwa watoto wote wa kuanzia miaka 3 kushuka chini. Lengo la Herode ni kuzimisha ndoto ya Mungu ya kumleta mfalme duniani. Haleluya. Sijui alikuwa na wazaje, kwa sababu hata yeye mwenyewe Herode sio kwamba alikuwa anaishi milele, ila ndivyo alivyofanya. Kwa huo watoto wote waliozaliwa chini ya miaka 3, wakati ule akifikiri kwamba amemuua huyo mfalme. Lakini cha ajabu ni kwamba tayari mtoto alishakimbizwa Misri, nchi nyingine, na akakuwa huko, kisha akarudishwa Herode akiwa amekufa. Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu huyu mtoto alizaliwa kama mfalme, na kusudi la Mungu ni kumfanya kuwa mfalme, lakini ilipasa azaliwe kama mwanadamu ili apewe kiti cha mamlaka. Amen. Twende na mimi kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura 14 mstari wa 14. Ufunuo sura 14 mstari wa 14. Utaona anapewa mamlaka. Ufunuo 14:14. Aliyefika pale. Ufunuo 14:14. Kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja, mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Endelee. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa,
Kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, yeye naye ana mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali akisema, tia mundu wako mkali ukachume vichala vya mzabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Malaika yule akautupa mundu wake hata nchi, akachuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi, kama mwendo wa maili 200. Basi rudia tu mstari wa 14. Okay. Kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Bwana asifiwe sana. Amen. Yes. Huyu wa mfano wa mwanadamu ukisoma tena katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 13, amba tafadhali. Ufunuo 1:13. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Niendelee? Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shamba iliyosuguliwa, kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Sasa huyu wa mfano wa mwanadamu, Bwana asifiwe. Amen. Huyu wa mfano wa mwanadamu anazungumzwa ndio kutoka kwenye Mwanzo sura ya 3 ile ambayo tumesoma mstari wa 14, kwamba katika uzao wako sasa kutazaliwa kutoka uzao wa mwanamke watakiponda kichwa cha nyoka. Maana yake mamlaka ya Mungu ilikusudiwa ichukuliwe au itwaliwe na mtu wa mfano wa mwanadamu. Amen. Bwana asifiwe. Na mara zote sasa anavyotaja ule mfano wa mwanadamu katika kitabu cha Ufunuo, maana yake ni yule yule aliyezaliwa kwenye Mwanzo sura ya ni yule aliyetabiriwa na Isaya sura 9 mstari ule wa 6, kwamba mfalme atazaliwa. Maana yake atachukua asili ya wanadamu, atazaliwa kama mwanadamu, lakini atakuja kuwa mfalme atakayemiliki dunia nzima. Bwana asifiwe sana. Wa mfano wa mwanadamu. Lakini mamlaka nyingine tofauti na hiyo Mungu haitambulishi kwa namna ile. Kwa mfano tumeona kuna mamlaka ya joka. Kuna mamlaka ya joka. Nikasema joka sio joka la porini, lakini ni wale wenye asili ya mamlaka ambayo ndani yao sasa ni mamlaka inayotoka kwa shetani. Amen. Mfano, tuangalie mfano kwenye Ufunuo sura 13. Ufunuo sura 13 kuanzia mstari wa kwanza. Sikiliza.
Ufunuo 13 ndio kuanzia 1. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Sasa hapa tunaona huu ndio uzao wa nyoka sasa. Haleluya. Amen. Uzao wa nyoka sasa anafunua katika siri ya mamlaka kwamba nikaona anawataja hao wanyama mfano wa chui. Huyu si mnyama wa porini, huyu ni mtu. Si tunaelewana pale? Bwana asifiwe. Si mnyama lakini ni mtu, ila anatajwa kwa mafumbo. Lakini yule Yesu pamoja na watakatifu wanatajwa kama uzao wa mtu, uzao wa mwana wa Adamu, ni uzao wa mwanamke. Lakini hao wengine utambulisho wao ni utambulisho wa joka, utambulisho wa chui, utambulisho wa kila mnyama. Amen. Maana yake ni maana yake ni kwamba watu wasiomjua Mungu duniani hawatambuliwi na Biblia kama wanadamu wenye asili kamili. Ndani yao wana mapungufu. Amen. Ndio maana na sisi tulipookolewa tulianza kukamilishwa ili tufanane na mfano wake Kristo. Ndio maana Biblia inasema tunabadilishwa ili tufanane naye. Maana yake uondoke kuwa na asili ya joka, uondoke kuwa na asili ya chui, uondoke kuwa na asili ya simba, uondoke kuwa na asili ya paka, uondoke kuwa na asili ya mbwa. Uvae asili kamili ya uumbaji wa Mungu, ambao hao ndio wanaitwa watu. Haleluya. Ndio maana sasa nimesema Yesu alikuwa anapenda kujitambulisha, anajiita mwana wa Adamu au mwana wa mtu. Haleluya. Utambulisho ule ulikuwa unamtofautisha na wale wengine ambao walikuwa ni wauzao wa nyoka. Kwa nje wanaonekana kama ni watu, lakini Yesu alikataa, akasema ninyi ni kama mbwa mwitu. Amewatolea mifano mingi tu. Akamwambia ninyi mmevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Ndani ni majoka. Maana yake hamna ile asili ya Mungu ndani yenu ya uumbaji. Na hiyo ilitokea baada ya anguko la dhambi. Watu walipoteza ile asili ya Mungu ndani yao. Bwana asifiwe. Sasa kwa kuwa Ufunuo sura 13 anaelezea kwamba yule mnyama akapewa uwezo wake na joka, ambaye tayari tumeshamuona kwenye Mwanzo sura ya 3. Hapo anazungumzia mamlaka za kidunia. Tuko wote pamoja? Kwa hivyo basi, kumbe wote wanaopata mamlaka duniani ambao siri yake ya hiyo mamlaka haijatoka kwa Mungu, hawafananishwi na huyu wa uzao wa mwanamke. Wanafananishwa tu kama ni watu wa asili ya joka. Nikizungumza yoyote, maana yake nazungumzia hivi: mamlaka yoyote, kiongozi yoyote ambaye hakuteuliwa na Mungu, ameipata mamlaka kwa kuiba, kwa kuua au kwa kufanya nini, huyo sasa
asili yake inakuwa ni joka. Bwana tusaidie. Nilikuwa nawaza siku moja, nawaza tu. Nasema hivi, Mungu anavyotofautisha au anavyoelezea uzao wa mwanadamu na uzao wa mwanamke, si ndio? Unajua nguvu ya mwanadamu na umiliki wa mwanadamu inatokana na asili. Sawa eh? Asili ya kwamba wewe ni mwanadamu, si ndio? Haleluya. Ngoja nikwambie kitu. Wewe hapo ulipo ungezaliwa panya, usingekuwa na nafasi ya mamlaka ulionayo. Kweli si kweli? Ungezaliwa nyoka, ungekuwa unakimbia kwenye vichuguu unavyoongea sasa hivi. Wewe ulikuwa ni mtu wa kukimbia tu kwenda kwenye mashimo, kwenye vichuguu, kwenye mashimo, kwenye vichuguu. Si ndio hivyo? Lakini mshukuru Mungu umezaliwa kwa ni mwanadamu. Amen. Lakini mimi wanawaza Mungu angetaka kutoa adhabu ngumu kabisa. Sijui kama Mungu anawaza hivyo, lakini hivi Mungu angeweza kusema okay, uzao wa nyoka ambao ni wale wanadamu wenye kumfuata shetani, si ndio? Siku ya mwisho aseme kila mtu arudie asili yake. Wa uzao wa nyoka awe nyoka, wa uzao wa mtu awe mtu. Mara uanze kuona watu wakigeuka kabisa wanakuwa nyoka, kama wachawi tunavyosimuliwa wanageukaga, anakuwa nyoka mara fisi, si ndio? Sasa uone watu wanabadilika, mtu anakuwa fisi, mwingine anakuwa mbwa. Utajisikiaje kama ulishawahi kuwa mwanadamu siku moja? Naonaga kwenye sinema watu wanavyo act, lakini katokea kweli umegeuka umekuwa ni mbwa. Hata usipoenda jehanamu, hiyo ni adhabu kali sana. Uwe tu mbwa. Mungu asaidie usiwe mbwa. Kula mifupa huko na nini. Watu wanaanza kusema huyu siku moja alikuwa mwanadamu, lakini nani bana, Mungu amemgeuza amekuwa mbwa. Sijui utakuaje, lakini kweli inauma, si ndio? Kwa hiyo kufanywa au kupewa asili ya ubinadamu ilikuwa ni eneo la kuheshimishwa na Mungu. Ndio maana pale aliposema anatumfanya mtu kwa mfano wetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usipuze ile wewe kupewa ile asili ya kuwa mwanadamu. Heshimu sana. Usione kama ni kitu kidogo. Usione kama ni kitu kidogo, ndugu yangu. Kama Mungu angesema niachane na mambo ya jehanamu, kumpeleka mtu akaungue moto, acha huyu kwa sababu amechagua kumfuata shetani, acha nimgeuze awe mbwa, huyu awe chura, huyu awe chochote, si ndio? Kuna na wanyama ambao huwapendi, si ndio? Basi ukuta umefanywa ule mnyama ambao wewe umpendi. Alafu aseme hawa waliogeuka kuwa chura, umbwa, ni milele watakuwa hivyo hivyo. Na hawa bwana ambao ni watu, ukigeuza macho ukiwaona wanadamu alafu unajiwazia hivi, siku moja na mimi nilikuwa mwanadamu, lakini saa hiyo wewe ni mnyama mwingine. Si unaona unajichukia Halo? Sijui lakini inakuwaje? Naonaga kule Uchagani nilikuwa nasimuliwa watu wanapeleka mbege, peleka vitu ndio na mimina mahali fulani kama tambiko, baadaye vitatokea viumbwa au paka vinakunywa au maziwa yaliyomwagwa pale. Halafu watu wakiamka kesho wanakuta maziwa hakuna, wasema wazee wameshakula.
Sasa unawaza wazee ni paka au ni mbwa? Kwa hiyo wazee kumbe alishakufa akabadilika, wamekuwa mbwa sasa. Tumepewa uzao halisi wa mtu. Tumepewa uzao halisi wa mtu. Amen. Na sasa ndio maana tumeichukua asili ya Kristo ili kukamilishwa, kuwa mtu mkamilifu ndani yake, yule ambaye Mungu alimkusudia, ambaye huyu mtu ni mtawala. Amen. Unajua mimi nafurahia kitu kimoja. Kumbe shetani naye hakuchukua asili ya mtu, alipewa asili ya mnyama. Ndio maana anaitwa joka, ndio maana anaitwa chochote. Ukiona hapa kwenye kitabu hiki cha Ufunuo sura 13, hakuchukua asili ya mtu. Aliyechukua asili ya mtu ni Yesu Kristo na wale wote waliookoka, ambao ufalme wa mbinguni ni wao, au ufalme wa Mungu ni wao, na maandiko yanasema watatawala pamoja na Kristo. Amen. Ukirudi katika asili ya uumbaji kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale. Hebu angalia. Bwana asifiwe. Rudi tu Mwanzo sura ya 1, sura ya 1, sawa. Mwanzo sura ya 1. Niko karibu kumaliza. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Soma. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Sasa Mungu akasema akawatawale hawa wanyama, si ndio? Huyo mwanadamu anayezaliwa mwenye asili. Sasa hapa tunazungumzia mwenye asili kwa sababu uzao wa kwanza wa mwanamke, haleluya, kuna uzao wa kwanza wa mwanamke na kuna uzao wa pili wa Yesu Kristo, sasa ambaye maandiko yanasema tumezaliwa si kwa mbegu iharibikayo bali kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa huu uzao, amen, ukirifaa kwenye Mwanzo sura Mwanzo sura ya 1 mstari 26, maana yake umepewa mamlaka ya kutawala, na mamlaka ya kutawala wanyama wote, si ndio? Si ndio? Bwana asifiwe. Sasa ukiangalia hawa wanaotajwa kwenye sura ya 13, hebu turudi sura ya 13 wa Ufunuo, si ni wanyama, si ndio? Acha nikuonyeshe tu kitu, pengine unasoma lakini utafakari. Nataka nikutafakarishe tu uelewe. Ufunuo sura ya 13, si tumesoma? Hebu rudia kwenye Ufunuo sura ya 13. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, sawa, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Huyu ni mnyama. Sasa huyu mnyama, endelea tu bwana. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona, kumbuka, asante, kumbuka, sio mnyama kama wa porini, na kutahadharisha tena, ni fumbo la kibibilia. Hawa ni watu, lakini mamlaka yao ni asili ya mnyama. Amen. Na kwa sababu Mungu alimpa mwanadamu mamlaka ya kuwatawala wanyama wote,
si ndio hivyo? Kama ni hivyo basi, maana yake huyu mwenye asili ambaye anafananishwa mamlaka yake kama mnyama, tayari sisi tumeshamtawala, kwa sababu tumepewa mamlaka kutawala wanyama wote. Si kuna mtu ananielewa? Maana mtu peke yake, kama yule ambaye unasoma kwenye Ufunuo sura 14 ambaye anaitwa ambaye anasemwa, nikaona mtu mfano wa mwanadamu akapewa mamlaka juu ya kadha kadha kadha. Huyo unayezungumza mamlaka yake hailinganishwi na yule ambaye maandiko yanasema nikaona mtu wa mfano wa mnyama, au nikaona mmoja mfano wa mnyama akitoka baharini. Maana yake mamlaka ya yule anayeonekana kama mtu iko juu, iko mbali sana na mamlaka huyo anayeonekana kama mnyama. Amen. Hii ni kumaanisha nini? Mamlaka za kidunia ambazo hazitokani na Mungu zimegawanishwa katika vipengele vya wanyama. Mungu anafananisha hizo mamlaka kama za wanyama. Nikaona mfano wa joka. Maana yake hiyo ni mamlaka ya mwanadamu, lakini ambaye asili yake ni ya kuzimu. Shanielewa eh? Nikaona mamlaka, ningekuwa na muda wa kuwafafanulia hapa ningewafafanulia vitu vingi sana mngeelewa. Ndio maana Herode naye anafananishwa kama joka. Ukiangalia kwenye Ezekiel sura 28 na Ezekiel sura 31, Herode naye anafananishwa kama mnyama, kama joka katika bustani ya Edeni. Sasa siri hapa ni kwamba nini? Mamlaka zao zilikuwa kama wanyama tu, ambazo hazikukusudiwa kuwa tishio kwa wana wa Mungu. Ndio maana mamlaka zote zilizoshindana na wana wa Mungu zilianguka. Nitakupa mfano. Bwana asifiwe. Herode alishindana na Musa na wana wa Israeli, si ndivyo? Leo hii tunaye Herode duniani. Mamlaka ya Herode iko. Si Herode, ni Farao. Farao alishindana na Musa na wana wa Israeli. Mpaka leo tunapozungumza mamlaka ya Farao haipo tena Misri. Ndio maana Misri kuna Misri sasa hivi hakuna Farao tena. Kuna rais kwa Misri. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Ile mamlaka ilikwisha, kwa sababu ni mamlaka ambayo ilitaka kushindana na wana wa Mungu, ambao mamlaka yao ni iko juu ya wanyama wote. Na Farao mamlaka yake ilikuwa ni kama mamlaka ya joka. Sasa kama mamlaka ya joka, na tayari hawa wamepewa mamlaka ya uzao wa mwanamke ambao umepewa nguvu ya kukiponda kichwa cha nyoka. Kwa hakuna mamlaka duniani iliwahi kushindana na wana wa Mungu ikaishi. Nitakupa mfano. Iko mamlaka ya mtu mmoja anaitwa Nebukadnezar. Si ndio? Wana wa Israeli walichukuliwa utumwani miaka 70. Ikafika saa Mungu akataka kuwatoa wana wa Israeli pale hapo tunaita Babeli. Mungu aliangusha mamlaka ya huyu Nebukadnezar. Haleluya. Na akaangusha na mamlaka zingine zilizokuwa zinafuatia. Unakumbuka Nebukadnezar ndiye aliyeota ndoto habari ya simba aliyesimama, sanamu ya simba. Ile sanamu ilikuwa na kichwa cha simba, lakini akaonyeshwa jiwe lisiotokana na kazi ya mkono wa mwanadamu limepiga ile sanamu ikasambaratika kabisa. Ikawa ndio mwisho wa mamlaka ya Wakaldayo. Tuko wote pamoja?
Ni ipi sasa mamlaka ambayo inasimama duniani? Niambie. Kuna mamlaka ya Warumi wakati Yesu anazaliwa. Ile mamlaka ya Warumi ilikuwa na mtu anaitwa Herode chini yake. Herode alikuwa anafanya kazi chini ya Kaisari. Makao makuu yalikuwa Roma. Walikuwa wanatawala karibia robo tatu ya dunia. Herode akaiongoza na kuisimamia Israeli kwa mkono wa chuma. Haleluya. Lakini nenda usome ukifika Ufunuo, ukifika Matendo ya Mtume sura 12, yule Herode aliyekufa kwa kupigwa na chango akafa akitokwa wadudu, ikawa ni mwisho wa mamlaka ya Herode. Leo hii unasikia tena kuna Herode Israeli, lakini taifa la Israeli silipo, wana wa Israeli siwapo, tuko wote pamoja. Hawa wengine wote nikikwambia, na falme zingine zote nyingi sana zilikufa, ziliisha, zilianguka, lakini wana wa Mungu wapo. Amen. Hata leo hii nataka nikwambie, tumevikwa nguvu ya uzao kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Mamlaka yoyote itakayosimama kushindana na wana wa Mungu itaanguka tu, itasahaulika tu. Lakini taifa la Mungu, yani wana wa Mungu waliookoka, wataendelea duniani. Hakuna mamlaka itashindana na watu wa Mungu isimame. Subutu. Amna. Kwa nini? Ni ile nguvu ya uzao tuliopewa, kwamba sisi tumepewa asili ya mwana wa Mungu. Wao wamepewa asili ya wanyama, na kwa sababu wamepewa asili ya wanyama, sisi kazi yetu ni kuwakanyaga tu. Ngoja nikwambie, mnyama ni mnyama tu, si ndio? Mnyama ni mnyama tu. Juzi tulikuwa Ngorongoro, kulikuwa na masimba. Anakuja, ukiangalia nimepiga picha, anakuja kama hapa, nimelipiga picha.